kubariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani ya mwenye ujumbe saa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 2 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya michoro ya kinabii, kuelezea kwamba unabii umetimizwa katika michoro ya kinabii ambayo Mungu wa Yesu alitoa unabii wa Afrika Kusini. Ilikuwa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Kwa Mungu mashuhuri Yesu alieleza kwamba kungetokea na maandamano makubwa sana, na haya maandamano ndani yake yalikuwa yana dalili ya ghasia, na kiasi ambacho Mungu alieleza kabisa kwamba kungeweza kutumika kwa yale mabomu ya machozi, kwa maana ya kuwatawanya watu. Mungu mashuhuri Yesu katika ule nabii alieleza kabisa kwamba maandamano haya yatakuja kutoka kwa sababu ya wageni walio katika taifa hilo. Kwa Mungu mashuhuri Yesu alitoa mwaliko katika michoro ya kinabii wakati anatoa ule nabii. Mungu mkuu Yesu akaniambia yaalike makanisa ya kiroho yaliyoko ndani ya Afrika Kusini, lakini pia nialike makanisa mbalimbali ya kiroho katika bara la Afrika ili watu waingie kwenye maombi, kwa sababu kutatokea na kadhia mbaya kabisa kwa kutokea katika historia hiyo. Na tayari mmeona unabii huu na michoro yake, tayari unabii huu umetimizwa katika pale Afrika Kusini. Naona kuna maandamano makubwa na yanazidi kuongezeka kwa sababu ya lile shinikizo juu ya wageni. Lakini katika ule nabii ulikuwa na anwani nyingi ndani yake, ambayo bila shaka yote haya yanaenda kuthibitika kuelekea siku hizo mwisho ambazo Mungu mashuhuri Yesu anatoa anwani maalum. Unapoona Mungu mkuu Yesu anaweza kutoa nabii na kuthibitisha maono, basi ujue huyu ni Yesu Mungu mashuhuri anazungumza kuelekea moja ya siku za mwisho. Kwa hiyo tutachukua maelezo haya pamoja na unabii ule uliotoka tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, ambao uko ndani ya mtandao wetu wa TikTok ambao tunautumia maalum kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali na zile nabii zilizotimia. Unaweza kufuatilia, utaona unabii wa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2025 ulitoka unabii kuhusu Afrika Kusini katika mikutano ya kinabii. Kwa hiyo tutaunganisha pamoja na unabii ule na matokeo ya unabii ili uweze kujifunza kujua michoro ya kinabii. Kwa hiyo unaweza pia kufuatilia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry, ambao tunatumia kwa ajili ya kupandisha jumbe mbalimbali, na mpaka sasa hivi tumepandisha jumbe za kutosha, na jumbe zetu zinakuwa mtindo wa series. Fuatilia series za kwanza mpaka mwisho kila ujumbe, na jumbe hizi ni za kinabii. Usitumie kila kwa cosmology wala usitumie kila kwa theolojia. Unapaswa kumuulizia Mwokozi juu ya roho ufunuo ambaye anazungumza habari za kama ni Yesu. Lakini mtandao wetu wa YouTube wa TikTok tunaotumia kwa ajili ya kupandisha nabii mbalimbali, na mpaka sasa huu ni unabii wa 165 unatimizwa duniani kuelekea moja ya siku za mwisho. Tokea ujumbe huu ulipoanza au huduma hii ilipoanza mwaka 2023, unabii wa kwanza ulirekodiwa ulikuwa mwezi wa 9 mwaka 2023. Mpaka sasa nabii 165 zimetimizwa, na hii kuonyesha kwamba Mungu mkuu Yesu anaweza michoro ya kinabii. Na naposema nabii 165 zimetimizwa kati ya nabii 194 ambazo Mungu mashuhuri Yesu amezitoa kupitia kwenye maskani ya mwenye ujumbe sawa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika kwenda mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo unapoona haya ujue basi Yesu Mungu mashuhuri yajua mwisho tangu mwanzo, na anaweka anwani maalum duniani. Lakini pia unaweza kufuatilia mtandao wetu wa Facebook wa Felix Mangosongo Ministry, na ule wa Instagram wa Felix Mangosongo Ministry uweze kujifunza mchoro wa kinabii au Mungu mashuhuri Yesu anaachilia kuelekea moja ya siku za mwisho. Tubu dhambi, geuka. Mungu mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katutoa katika Mungu kuja. Amina. Kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia. Mungu mashuhuri Yesu asema hivi katika ono lake ambapo Mungu mkuu Yesu alinionyesha katika michoro ya kinabii, na nilimsikia yao Mwokozi Yesu Kristo Mungu wa zama zote akinieleza tukio ambalo halina budi itaikumba nchi ya Afrika Kusini. Naliona na nilisikia kutoka kwa Bwana katika michoro hiyo. Niliona kama vile kuonekana kwa machafuko yanayotaka kuibuka kwenye nchi ya Afrika Kusini. Niliona maandamano makubwa, niliona matumizi ya mabomu ya kutoa machozi na matumizi ya risasi za moto kwa ajili ya kutuliza maandamano makubwa ambayo niliyaona yakitokea katika nchi ya Afrika Kusini. Na nimesikia Mungu akiniambia maandamano ambayo yataleta mauaji makubwa sana kwenye nchi ya Afrika Kusini, na hii kutokana na hali ya ubaguzi unaoendelea kwenye taifa hilo, na hii inaenda sambamba na watu ambao wanaishi kwenye nchi hiyo ambao sio raia wa nchi hiyo,
wataingia kwenye hali mbaya sana ya kukataliwa na kufanyiwa vitendo vibaya pamoja na mauaji. Mungu ashukuru, Yesu akaniambia nichore nabii huyu kwa ajili ya kutoa rehema na michoro hiyo. Mungu akaniambia nichore michoro hii ya kinabii. Mungu ashukuru, Yesu anayalika makanisa yote yaliyoko Afrika Kusini, makanisa ya kiroho kutoka kwenye nchi ya Afrika Kusini na makanisa mbalimbali kutoka kwenye bara la Afrika waingie kwenye maombi kuhusiana na kadhia mbaya ambayo itaikumba nchi ya Afrika ya Kusini. Ni maandamano ambayo hayana budi yataikumba nchi hiyo, maandamano makubwa sana, na moja kati ya mambo ambayo yataenda kuibuka kwenye maandamano hayo ni maandamano ya kuipinga serikali iliyoko madarakani, ambayo ni jambo baya ambalo linaenda kutokea katika nchi ya Afrika Kusini. Kwa hiyo katika michoro hii Mungu ashukuru, Yesu ananiambia niondoe anwani hizo katika lugha za kinabii, nipunguze hiyo hali, na bila shaka yote hali hiyo itaibuka ili ifutike kabisa, ili isilete gadhia mbaya katika nchi ya Afrika Kusini. Lakini bado naendelea kuzungumza hapa kwamba makanisa ya ukanda wa Afrika, makanisa yale ya kiroho pamoja na makanisa ya kiroho yaliyokuwa nchini Afrika Kusini, basi waingie kwenye maombi kuhusiana na kadhia ambayo itaikumba nchi ya Afrika Kusini. Haya mambo yametolewa leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya wenyewe Jimbo Saa, kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye maeneo ya dunia. Bwana na wabariki. Amina. Afrika Kusini inashuhudia wimbi jipya la maandamano dhidi ya wahamiaji, hasa katika majimbo ya KwaZulu Natal na Eastern Cape. Waandamanaji wanadai kuwa wageni hasa kutoka Afrika wanachukua ajira zao, wanabana huduma za kijamii na kuwahusisha na uhalifu. Hata hivyo, tafiti zinaonyesha kuwa hakuna ushahidi thabiti wa wahamiaji ndio chanzo kikuu cha matatizo hayo. Mara nyingi hugeuzwa kuwa mbuzi wa kafara katika hali ya ukosefu mkubwa wa ajira na pengo la kipato. Hili si jambo jipya. Afrika Kusini imewahi kushuhudia milipuko ya vurugu dhidi ya wageni, ikiwemo mwaka 2008 pamoja na matukio ya mwaka 2015 na 2019. Baadhi ya maandamano ya sasa yanahusishwa na makundi kama Operation Dudula yanayochochea hisia kali dhidi ya wahamiaji. Kwa hiyo ni swala la wahamiaji au chuki dhidi ya wageni? Kuna wasiwasi kuhusu uhamiaji usio rasmi na shinikizo kwa huduma, lakini mara nyingi hugeuka kuwa chuki ya wazi dhidi ya wageni. Wahamiaji wengi hufanya kazi katika sekta zisizo rasmi kama biashara ndogo ndogo, hivyo huonekana kama washindani wa moja kwa moja na wazawa. Katika kujaribu kutuliza hali hiyo ya wasiwasi na uhasama dhidi ya wageni, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amelaani vurugu hizi na kusisitiza kuwa hofu kuhusu uhamiaji isigeuke kuwa chuki, akitaka sheria ichukue mkondo wake. Wakati huo huo, Ghana imewataka raia wake walioko Afrika Kusini kuwa waangalifu, huku Umoja wa Afrika ukilaani mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi, ikisisitiza ulinzi wa haki za wahamiaji na amani ya kikanda. Ikumbuke kwamba Afrika Kusini ni taifa ambalo kwa muda mrefu lilikuwa chini ya ubaguzi wa rangi mpaka mwaka 1994 ilipojipatia uhuru, huku nchi kadhaa za Afrika zikichangia kwa hali na mali upatikanaji wa uhuru wa nchi hii. Kwa Johannesburg, Afrika Kusini. Katembo, ni yapi ambayo yamejiri katika mkutano wa kupinga wahamiaji kutoka nje huko Afrika Kusini hii leo? Ni kweli wa kupinga wahamiaji wameweza kuwasilisha nyaraka za malalamishi kwa ofisi ya rais ambazo zilipokelewa na naibu wa rais katika ofisi ya rais Mtauli Mzeba, ambaye alikubali kwamba serikali inakubaliana na malalamishi ambayo yametolewa, na hivi kusema kwamba swala hilo serikali inaendelea kulivalia njuga na kusikiliza malalamiko ya waandamanaji. Katembo, tunapotaja malalamiko, raia wanalalamikia nini haswa? Haswa ni kudhalilishwa kwa kile wanachokitaji ya uonevu kutoka kwa baadhi ya wageni ambao wanaishi hapa nchini, haswa mataifa ya Nigeria na Ghana, na wengine wanaosema kwamba raia hao wanashiriki katika kuendeleza uhalifu, ikiwemo ugavi wa madawa kulevya katika maeneo mbalimbali na kuathiri jamii ya Afrika Kusini. Na upande mwingine ni swala la kiuchumi ambako anasema kwa maduka madogo madogo ambayo
yangemilikiwa na raia wa Afrika Kusini, sasa hivi yanamilikiwa na baadhi ya Wasomali pamoja na raia kutoka Ethiopia na Bangladesh na huko Pakistani. Sasa hili ndilo tatizo kubwa haswa. Upande wa mwingine kuna pia kazi za mayaya kwa mfano kutoka Zimbabwe na Malawi, na wale wa kutengeneza mashamba za majengo ya watu na kufanya kazi madukani kwa kuuza vitu vya rejareja. Hizi kazi zikichukuliwa haswa na wageni kutoka mataifa tofauti. Katembo, hii si mara ya kwanza maandamano haya kutokea na hali kama hii ya raia kutoka mataifa mengine kupigwa. Kwa nini suala hili linajirudia tena kila mara? Ukiangalia kwa tathmini yangu ni kwamba suala hili linajirudia wakati wa siasa za ndani zikichichama, haswa tukielekea uchaguzi. Nakumbuka mwaka huu mwezi mchache ijayo tutaendelea katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na serikali iliyopo madarakani kwa sasa ni serikali ya mseto kati ya vyama vya upinzani na chama tawala cha ANC. Kwa hivyo kauli za kisiasa ambazo nasikia kutoka kwa viongozi naelekea sana kuwaridhisha raia wa ndani ambao ni wapiga kura na wanalalamika kuhusu haya masuala ambayo wanaendelea kuyalalamikia. Lakini kihalisia sheria za Afrika Kusini kwa zinalinda haki ya wahamiaji na pia kuweza kupata wahamiaji, na hao pia kuna wahamiaji ambao wanajihusisha katika uhalifu pamoja na kusalia nchini bila vibali. Katembo, kuna video tumeiona ya Rais Ramaphosa ameotaka raia wa kigeni nchini humo kuheshimu tamaduni, sheria na hali ya maisha ya Afrika Kusini. Hili linachukuliwa vipi na raia nchini humo wenyewe? Raia kwa ujumla wamesema kwamba wanashukuru kauli ya rais, na ni kama yeye kutambua kwamba kuna kasoro kutoka haswa kwa baadhi ya wageni, na taifa ambalo limelaumiwa sana ni raia kutoka taifa la Nigeria, ambao kuna baadhi yao ambao wanazushisha na vitendo ambavyo ni vinawadhalilisha wa Afrika Kusini, ikiwemo hata pia kuwatumia katika biashara ya ngono. Sasa hilo linabainika wazi, pamoja na uzaji wa mihadarati na vinginevyo. Sasa nadhani hii ndio imekuwa ikileta ghadhabu na ikasababisha kwamba raia wote wa kigeni kutoka mataifa ya Afrika washirikishwa katika makosa ya watu wachache fulani ambao wanajihusisha na vitendo hivi ambavyo vinaenda kinyume na sheria za nchi. Katembo, kuna kitu kingine ambacho kimetajwa sana katika mitandao ya kijamii kwamba kuna kiongozi wa jamii kutoka nchini Nigeria alitawazwa. Je, hili kweli lilifanyika? Na kama lilifanyika, watu watajiuliza kwa nini kitendo kama hiki kilifanyika? Ni swala la kuseme kuna jamii moja wa Nigeria ambayo ni wa Igbo kutoka maeneo ya kaskazini mashariki na mashariki mwa Nigeria, ambao wako wengi katika taifa hili, na ni kweli walitawaza kile wanachokitaja kuwa mfalme wao kinyume na sheria za Afrika Kusini, kwamba huwezi kufanya ufalme katika taifa lingine ambako wewe sio mzawa, na hii ikazua taharuki na matatizo makubwa kwa jamii, kwamba imekuwaje swala hili likaruhusiwa, ili kuna falme za Afrika Kusini ambazo bado zinashirikiana na serikali katika kuendelesha masuala ya jamii kwa Afrika Kusini. Sasa hiyo nalo limekuwemo, lakini kiongozi huyo alijitokeza bayana baada ya serikali ya Nigeria kuingia kati na balozi wa Nigeria kupinga hatua hiyo ya jamii ya Waibo katika mkoa wa Cape Mashariki ambao walitawaza kilo mfano. Shukran sana Nixon Katembo, ni mwanahabari wetu.